kwa sababu jina lako ni jina la ajabu na ni jina la pekee. Katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu hai, Baba, asante kwa sababu ya kitu kimoja ambacho tunakitegemea, na kitu hicho kinaitwa jina la Yesu. Kumbuka, kupitia jina la Yesu peke yake ndipo tutakapoweza kuacha alama au kuweka alama katika dunia hii. Tuliangalia wiki iliyopita, tulizungumzia kwa habari ya jina la Yesu. Zaidi tuliangalia kwa habari ya jina la Yesu. Tuliona katika Injili ya Mathayo sura ile ya kwanza ule mstari wa 21 na kuendelea kwamba ni ujumbe ulioletwa na malaika kwenda kwa Bikira Maria, ya kwamba atazaa mwana naye atamwita Yesu, maana ndiye atakayeokoa watu na dhambi zao. Ni ujumbe ambao uliletwa na malaika kutoka kwa Mungu. Kwa hiyo tunasema kwamba hilo jina ni jina la Mungu mwenyewe, ni jina ambalo limetolewa na Mungu mwenyewe, ni oda ya kutoka kwa Mungu mwenyewe. Hebu mpige Bwana Yesu kwa shangwe. Haleluya! Ni oda ya kutoka kwa Mungu mwenyewe. Tukasema hilo ni jina ambalo limetoka kwa Mungu mwenyewe kuja kwa mwanaye ambaye ni Yesu. Maandiko yanadhihirisha kwamba ni jina ambalo amerithi kutoka kwa Baba. Kutoka kitabu cha Waebrania 1:4 tunaweza kuona kwamba ni jina ambalo amerithi, ni jina lililojaa utukufu kuliko majina ya malaika. Jina la Bwana libarikiwe sana. Lakini pia Mungu akaangalia kitabu cha Wafilipi sura ya 2 na ule mstari wa 9 kwamba ni jina ambalo linapita majina yote. Kitabu cha Wafilipi sura ile ya 2 na ule mstari wa 9, maandiko yanatuambia hivi. Kitabu cha Wafilipi sura ile ya 2 na ule mstari wa 9, nitaanzia hapo asubuhi ya leo. Filipi 2 mstari wa 9, maandiko yanasema, kwa hiyo tena Mungu alimwadhimisha mno, akamkirimia jina lile lipitalo kila jina, ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe. Lakini anasema ikiwa ni vitu vilivyo juu, ikiwa ni vitu vilivyo chini, ikiwa ni vitu vilivyo duniani, hivi vyote havina budi kukiri na kukulikubali hili jina la Yesu, ya kwamba ndilo jina pekee, ndilo jina pekee, ndilo jina la ajabu. Haleluya, haleluya. Mitume wameacha historia. Mitume kina Petro, kina Yohana wameacha historia ambayo haitaondoka hata dunia itakapoisha. Walitumia hili jina la Yesu sawa sawa. Hebu mpige Bwana Yesu kwa biashara. Walitumia hili jina la Yesu sawa sawa, na kwa sababu walitumia hili jina la Yesu sawa sawa, ndio maana wameweza kuacha historia duniani ambayo haitaondoka, ambayo haitaondolewa, ambayo itadumu milele mpaka Yesu mwenyewe atakaporudi duniani. Haitaondoka. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya. Tunakwenda kuangalia ndipo leo kwamba ndani ya jina la Yesu kuna nini? Haleluya. Ndani ya jina la Yesu kuna siri gani? Ndani ya jina la Yesu kuna siri gani? Mitume walitumia jina la Yesu sawa sawa, na walipolitumia jina la Yesu sawa sawa, maandiko yanatuonyesha kwamba waliweza kuandika historia, waliweza kuacha alama duniani, alama ambayo haitaondoka na
ukifikiria kuna wanyama wa aina mbalimbali duniani ambao Mungu amewaumba na tunawatumia kama kitoweo, kama nyama, kama chakula. Kwa mfano, ng'ombe tunamtumia kama nyama, lakini wengine pia wanapenda kutumia nguruwe. Kienda kwenye mabucha mbalimbali unakuta watu wamejaa wanasema ni kitimoto, kwa hiyo wanatumia nyama ya nguruwe na nyama za aina mbalimbali. Jina la Bwana libarikiwe sana. Lakini maana ni kwamba anakuwa ndio anapotea moja kwa moja. Lakini kafurahi nilipokuja kwa ng'ombe. Ng'ombe anapochinjwa na kuliwa tunasema tumemla ng'ombe, lakini ng'ombe huwa anaacha alama. Alama ambayo ng'ombe anaacha ni ngozi yake. Ngozi ya ng'ombe au ngozi za ng'ombe zinanunuliwa. Ukienda viwandani utazikuta zinatengeneza viatu. Na hivyo viatu hata sasa tunavivaa na mimi nimevaa kwa sababu ng'ombe ameacha alama. Pige manasi kwa ya shamba la Bwana. Kama ng'ombe siacha alama, nisingekuwa nimevaa kiatu hiki. Hii ni ngozi ya ng'ombe, lakini huyu ng'ombe haimamishaliwa, lakini ameacha alama. Ameacha alama, lakini nguruwe hajaacha alama, ila ng'ombe ameacha alama. Pige manasi kwa ya shamba la Bwana. Kwa sababu sisi ni Wakristo, tumeliamini hili jina la Yesu. Hebu niseme na Yesu makofi sana. Haleluya. Sio kila mfuasi wa Yesu kwamba anaweza akaacha alama duniani. Ni yule mfuasi wa kweli, ni yule mfuasi halali ambaye atalitumia jina la Yesu kiuhakika katika utakatifu. Huyo ataacha alama. Waingereza wanasema mark, kuweka alama, kuweka alama. Mungu anamtegemea wewe kutumia jina la Yesu katika maisha yako, ili kupitia jina la Yesu uweze kuacha alama, uweze kuweka alama. Hebu mlishe Yesu makofi sana na Bwana. Asubuhi ya leo kwamba ukitumia jina la Yesu sawa sawa utaweka alama bila kujali kwamba ni mwanamke au mwanaume ndani ya kanisa la Mungu. Ukitumia jina la Yesu sawa sawa, nataka niwakushie kwamba utaweka alama katika familia, katika kijiji chako, mahali hawatakusahau, wataendelea kutaja kwa sababu umeweka alama. Hebu nishie kwa Yesu makofi ya shangwe na vigelegele. Nishie kwa Yesu makofi ya shangwe na vigelegele. Haleluya. Anasema wale watu waliopindua ulimwengu wamefika huku nako, wamefika huku nako kwa sababu walitumia jina la Yesu. Haleluya. Haleluya. Na kwa hiyo Mungu anatuthibitishia au anatuonyesha kwamba hii ilikuwa ni oda yake aliyotoa yeye kulileta jina hili duniani. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya. Ninaamini kuna maelfu duniani ambao wanalitaja jina la Yesu, jina la Yesu, ambao wanazungumza jina la Yesu, na wewe inatakiwa uwepo miongoni mwa hawa watu. Mnashike na Yesu makofi sana. Haleluya. 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 Kumbuka, utakapoitaja jina la Yesu katika maisha yako, utakuwa salama. Utakapoitaja jina la Yesu katika maisha yako, likajaa kwenye akili yako, likajaa kwenye moyo wako, likajaa kwenye fikra zako, litaleta matokeo halisi. Litaleta matokeo halisi katika maisha yako. Ondoka. Lakini alipoondoka akaja kuniambia, baba,
nikamwambia silaha pekee ya kutumia, Bwana Laurenti, tumia jina la Yesu. Hata unapokuwa usingizini, tumia jina la Yesu. Kuanzia leo anza kutumia jina la Yesu. Msio anasinzia tafadhali. Anza kutumia jina la Yesu. Haya mapepo hawayaona tena. Haya majini hawayaona tena. Anza kutumia jina la Yesu. Huyo mtu, huyo kijana, kwa sababu yeye alikuwa ni mchanga ndio ameokoka. Maana yake ya kujua kitu kingine cha kutumia. Amen. Akanifuatisha maelekezo yangu niliyompa. Yule kijana alipokuwa na hali fulani zinajitokeza au zinakaribia kujitokeza na vitu vya tofauti, analitamka jina la Yesu. Na alipoendelea kufanya hayo mazoezi ya kulitamka jina la Yesu, akaniambia